Hivyo vituko vya watoto wa kike wa Kitanzania mnavyoviona huko TikTok, mnavyoviona huko Instagram, wanaojirekodi kwa maneno, kwa matendo, yanabeba taswira ya mtoto wa kike wa kesho. Hiyo ndio kazi kubwa ambayo mnapaswa muifanye. Papo mahara, tusipotimiza wajibu wetu, tutakuja kupata changamoto kesho. Kuna mtu unamuona mitandaoni, mtu anafanya vituko, unasema huyu kesho ni mama mkwe wa mtu, huyu ni mkamwana wako. Ndio umekaa siku moja umetulia pale, anakuja kijana kwambia na mchumba. Maki shida moja ya teknolojia inatunza. Marehemu Ruga alituambia ogopa Mungu na teknolojia. Unaangalia peji za watoto wa kike tulionao, huyu ni dada wa mtu, ni mama wa mtu, ni binti wa mtu, kesho ni mchumba wa mwanao, lakini kesho ni mama mkwe wa mtu. Lazima msimamie, lazima tusimamie maadili. Tukisimamia maadili, yatatupa wanawake shupavu wa kiuchumi, yatatupa wanawake shupavu kwenye taaluma. Tukiyapoteza maadili, tutatengeneza kizazi ambacho hakitakuwepo. Kwa kila mmoja angalie, huko nyuma tunaanza kuhangaika na mavazi. Leo tumeanza kuwa na mabinti ambao kwenye mitandao anatuma picha zake za utupu, anawaonyesha watazamaji anavyoenda kuoga bafuni kwake. Serious? Naangalia kazi kubwa anayoifanya waziri wetu Mama Gwajima, vituko vya wanawake vinavyofanyika na namna ambavyo jamii ingetegemea waziri afanye, na yeye anawauliza jamii, tusaidiane kwenye hili, tufanyeje? Kumetokea shida gani? Pengine sisi hatusemi, pengine wazazi tumeingia kwenye ukisasa mwingi ambao sasa umepitiliza. Matokeo yake tunaanza kuvuna ukisasa wa miaka 10. Sasa tukienda miaka 10 ya TikTok tutakuwa na kizazi gani? Maana haya ni matokeo ya miaka 10 ya Facebook, bado miaka 10 ya Instagram, bado miaka 10 ya TikTok. Tutapata watu gani? Mambo ya utupu ya vyumbani. Leo mtoto wa kike aliyezaliwa na mwanamke anajirekodi kuonyesha watu live chat, na ukienda kwenye mambo ya utupu anayofanya live chat ndio yana viewers 100,000. Nenda ukaandike pale, tuna mradi wa kuku, tunakopesha vifaranga bure, viewers 10. We tafuta, fanya kituko, fanya vituko tu, peleka kwenye mtandao, alafu kaposti habari ya maana, waambie tunatangaza mikopo ya 10% ya halmashauri kwa watoto wa kike. Comment 15, viewers 9. Tafuta binti ambaye pengine ni Mungu amemuumba au ni Mchina, anaenda kuonyesha makali yake kwenye mitandao, anayachezesha. Ni mtoto wa mtu huyu, ana dada zake, ana shangazi yake, ni mtoto wa mtu. Anaenda kuonyesha shanga zake na wanapatikana kumwambia, shanga nzuri, shilingi ngapi? Hiki kizazi cha wapi? Hakuna anayesikitika. Mpaka unashangaa. Sasa hii kizazi kipi? Hawa watoto wadogo hawa tunawaandaaje kesho anapomaliza form 4 akabaki nyumbani? Anaona nini huyu mtoto? Anajifunza nini? Anamwona mama yake anajiposti, anajirekodi, anaonyesha kitovu chake kwenye mtandao.
anaona mama yake anajiposti, anaongea ujinga kwenye mtandao. Tusipoyakemea haya, tunapoteza kizazi. Kwa huko kwenye maadili, lazima sisi kama jamii, maadili na malezi sio ya mwanamke, sisi wote tushirikiane. Lakini wanawake, mna nafasi ya kuyasemea ya kwenu, kwamba nadhani haya watoto wetu wa kike tusiyapeleke kwenye mitandao. Tumeharibu kila kitu, kila unadhifu, kila kitu tumekiharibu. Wewe sikiliza tu watu kwenye mitandao wanavyozungumza, mtoto wa kike, matusi wanaotukana, vitu wanavyovionyesha. Hapana. Kwa mimi niwaombe kupitia jukwaa hili, tunataka kujenga uchumi, tuanze na malezi, tuanze na maadili. Tunataka kujenga kizazi cha wanawake shupavu, wanawake hodari, wasomi wazuri, wafanyabiashara wazuri. Tuanze na malezi. Tuyazungumzie malezi kwa sauti kubwa. Tukanye watoto. Watoto wanaanza kuharibika mapema sana. Na sasa wazazi wa kizazi kipya wanaharibu watoto wao wenyewe. Anaona ni show off. Ndio maana mtaenda sehemu, utamuona binti anampa mtoto wake waini. Haoni shida. Na ndio maana utaona kuna binti unamwachia mtoto, anaenda kwenye friji, anafungua pombe, anampa mtoto, anakunywa, analala. Unakuja katoto kamekaa kimya, kumbe amepewa pombe. Tuzungumzie maadili. Hao maausi gelo mnaoona wanatupa watoto, wanaweka watoto kwenye mafriji, wametokea wapi? Malezi, maadili. Wamama wenzenu hao mnaoona huko mitandaoni, ni kwa kiasi gani wewe kama mwanamke unapoona vituko vya mwanamke wenzio kwenye mitandao unaumia? Pengine wewe ni shabiki, na wewe mwenyewe una komenti zako, na wewe mwenyewe ni viewer. Lazima sauti ya malezi, sauti ya maadili tuizungumze kwa sauti kubwa. Askari wako hapa dawati la jinsia, wanajua vituko wanavyokutana navyo huko. Maana zamani unaona mtu amevaa, sema huyu ametokea kwenye nyumba, huu vaji uko ametokea kwenye nyumba au katokea shimoni. Wameama huko, sasa anataka dunia nzima uone kwenye mitandao. Angalieni ma-MC wanaendesha sherehe, ni birthday, ni harusi, ni kitchen party. Vile vituko ambavyo wale kina mama wanafanya kwenye vipi, wao wanaomba warekodiwe wakajiposti au. Mpaka unashangaa. Mpaka unajiuliza, huyu mtu alipataje kadi ya kuja kwenye tukio? Mtu wa hovyo, mjinga wa kiasi hiki, alipataje kadi ya kuja kwenye hii harusi akafanya vituko vyote? Sasa huwa ni wanaomba warekodiwe, au ni sehemu ya MC kukuza biashara yake, au na anayejirekodi pia ni biashara? Mara sasa hata watu kwenye sherehe wataanza kuweka limitation na nani anaingia. Kadi double, unakuja na nani? Hawa vitu vya ajabu kabisa kule kwenye mitandao. Lakini tabia hizi zinatoka wapi? Lazima ninyi wenyewe kina mama mzungumze. Sisi tumeenda kwenye taarabu nyingi sana. Hatukuona vituko ambavyo tunaviona leo. Maana vituko vya leo hata sio vya taarabu. Hawa watoto wa kike wale wametokea wapi hawa? Nani anayezungumza mambo ya ovyo asitokee? Ninyi wenyewe. Kwa fanyeni makongamano ya uchumi, fanyeni makongamano ya kielimu, lakini fanyeni makongamano ya maadili. Sio kazi ya Dorothy Gwajima peke yake, ni ya sisi wote kama taifa, ni ya ninyi sana kina mama. Semaneni pia kwamba hili hapana, huu sio wanamke. Kama utasema huu sio Tanzania, huu sio Afrika, hapana. Wefuatilia tu watoto vituko vinavyofanyika, hapana. Kwa mimi niwashukuru kwa makongamano hili, kwa mada ambazo mmefundisha.
ninaamini kwamba watu hawatatoka hapa ni machujio. Kila mtu ametoka na kitu cha kwenda kumsaidia kulea mwanae, na hata watoto wangu hapa kuna kitu mtatoka nacho. Dira ya 2050 inawahusu ninyi hapa, mtakuwa na miaka 30 plus ninyi hapa. Kwa someni kwa bidii, kaeni kwenye maadili. Wale wadogo zangu walioko kule, watoto wangu walioko kule nyuma ambao watoka kwenye vyuo kule, unasoma chuoni, tunza maadili yako. Usiige ujinga wa mtu. Tunza maadili yako. Hata kama kuna sehemu kuna mziki, cheza kwa star. Usitukanishe wanamke wako na ukajirekodi unapeleka mitandaoni, unadhairisha wazazi, unajidhairisha mwenyewe. Mapicha haya yanabaki, kesho unaenda kuwa mama wa familia, mtoto anakuja kuona vituko vyako ulivyokuwa binti, anaona hata aibu. Mtu anaweza enda kuchumbia, nani anaitwa Margaret, sijui Margaret Chokora, unatafuta Margaret Chokora, unakutana vituko, anapicha mitandaoni za kuvaa bikini. Huyu ndo unaenda kuoa. Kesho unakuwa na mjukuu anaangalia bibi yake, aliwezaje kuwa bibi yangu huyu? Hayo mambo ya ovyo na yasema kwa watoto wa kike na yasema kwa watoto wa kiume. Tuko kwenye ulimwengu ambao unaoyafanya yataishi. Jitunze, jiwekee jina jema kesho. Kuna watu watakuja kufika umri wa utu uzima, atatamani hata potee kwenye dunia, akija kuangalia vituko alivyokuwa anavifanya. Haiwezekani, haiwezekani. Haya mambo ya kijinga tuyakemee. Kwa ninyi mlioko vyuoni ndio mko karibu na dunia. Maana sasa umemaliza form 4 umeenda mgao, wenzako wanaenda. Maana ya form 5 na form 6, moja ya sababu kubwa ya form 5 na form 6 ni pamoja na kusaidia kwenye ukuaji wa mtoto. Atisi anakuwa kwenye mikono ya kwamba ni mwanafunzi. Akimaliza form 4 akaenda chuo, anaanza kujitegemea. Kwa hiyo anakuwa na boyfriend, ana mchumba na simu yake, huko ana chat, aingia kwenye magrupu, hamna mtu anayemdhibiti, lakini ana miaka 18. Wengine anaenda kusoma mgao pale na miaka 17. Amesha kuwa mtu huru. Ndio anaona vituko vya kwenye mitandao, anaenda kuifanya chumbani sasa na wenzake. Anakatika viuno huko vyumbani. Huyu ni shetani, ni mtu. Anacheza na wenzie kule chumbani. Kesho akikaribishwa kwenye mahafali, anafanya vituko mpaka unashangaa, huyu naye ana wazazi. Kwa ninyi ambao mnatokea kwenye vyuo, zingatieni maadili. Na mwanze hata unamwona mwanamke ameandika anafanya kituko kwenye mtandao, andika pale. Mkiandika watu 1000 kwamba hii sio sawa, tunadhairisha wanawake, being a woman, tunajidhairisha. Hapana. Sauti ikiwa kubwa, jamii itaanza kubadilika. Lakini vituko vile vinafanyika, nyewe mmekaa kimya tu. Mnabaki kumuuliza waziri, mama Gwajima hapa tunasaidianaje? Mwanamke mwenyewe anadhairisha watoto wake. Anavaa mavazi ya ovyo, alafu mnamuuliza waziri. Not fair. Wala ambao Mungu amewapa nafasi ya kufanikiwa, tuwe daraja. Tujenge watu kwenye maadili. Na sisi Tanzania hatuna dini, lakini tuna makanisa, tuna misikiti. Yale majukwaa, sijui Wakita, sijui Dorikasi, Wawata, sijui watu gani, tuzungumze kuhusu maadili.